Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Hali. Karibu sote na kwa kwanza tuanze na hili kutoka huko Dodoma ambapo watu watatu wamepoteza maisha baada ya malori mawili kugongana uso kwa uso katika taa za kuongozea magari za Waziri Mkuu jijini Dodoma, huku dereva wa lori lililosababisha ajali hiyo akiendelea kutafutwa na jeshi la polisi baada ya kutoka katika eneo la tukio. Taarifa zaidi na Kuringe Moge kutoka Dodoma anatueleza zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari katika eneo la ajali, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi Gallus Hyera alisema kwa gari hili ambalo lilikuwa na watu watatu, driver ambaye anafahamika kwa jina la Lucas na wasaidizi wake wawili Elisha na Kevin, wote walibanwa kwenye cabin na kutokana na athari ile ya moto walipata madhara makubwa na hivyo kupoteza maisha. Naye mkuu wa wilaya ya Dodoma Bwana Jabir Shekimweri akaonyesha masikitiko yake kwa taifa kupoteza nguvu kazi yake. Ni jambo la kusikitisha kwa sababu eneo ambalo limetokea ajali, kusema la ukweli, ni eneo ambalo kwanza pana robot, pana traffic lights hapo, kuna taa za barabarani, na katika mazingira ya kawaida ungetegemea hata ikitokea changamoto hii impact ambayo inaonekana ya kuumia kwa magari haya mawili inaashiria mwendo ulikuwa ni mwendo wa kasi sana. Ajali hiyo iliyotokea majira ya saa 12 alfajiri ilihusisha lori aina ya Howo lenye namba za usajili T179 EQF likiwa linatokea Dar es Salaam kuelekea Shinyanga, lilipogongana na lori la mchanga nalo aina ya Howo lenye namba za usajili T764 EPW likiwa limetoka Nala, ambapo dereva na wasaidizi wake wawili wamepoteza maisha. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Na mtazamaji, tukisalia Dodoma, Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Homera amewataka mawakili wa serikali nchini kuimarisha uwajibikaji na kufanya kazi kwa ufanisi ili kusaidia kupunguza migogoro isiyo ya lazima ambayo mara nyingi huchelewesha utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya taifa. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anatueleza zaidi. Akizungumza katika mkutano wa mawakili wa serikali, Waziri Homera amesema serikali inawaamini wataalamu hao kama nguzo muhimu ya kutoa ushauri wa kisheria, hususan katika kipindi ambacho nchi inaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati. Serikali inawategemea sana katika kusimamia na kuishauri kwenye masuala mbalimbali ya kisheria, hasa kwenye kuiletea maendeleo nchi yetu ya Tanzania. Ninyi mna msaada mkubwa sana. Sasa niwaombe sana chama cha mawakili wa serikali, mojawapo ya vitu vya msingi vya kuzingatia ni hivi vya kujielimisha ili tuishauri vizuri serikali, twende moja kwa moja kwenye uchumi wa juu, na uchumi wa juu unategemea sheria. Naye Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Bwana Eliakim Maswi anatoa rai kwa mawakili hao kutumia mkutano huo kama chachu ya mabadiliko katika mwelekeo mpya wa kisheria. Kikao hiki kisiwe mkutano wa kawaida, kisiwe kikao cha taarifa, wala kisiwe kikao cha utaratibu wa kiutawala. Naomba kikao hiki kiwe kikao cha kimkakati. Tuwe na kikao cha kuweka mwelekeo mpya wa sekta ya sheria. Tuwe na kikao cha kujenga utambulisho wa kitaaluma. Kwa upande wake, rais wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania Bwana Bavo Junus anaelezea idadi ya wanachama hicho, huku mwenyekiti wa chama hicho Bwana Ado Novemba akieleza changamoto wanazokutana nazo katika utekelezaji wa majukumu yao. Chama chetu kina wanachama takriban 4600 mpaka sasa, na hiyo ni kwa mikoa ya Tanzania bara. Tuna watu ambao wanatoka kwenye halmashauri, lakini kuna wengine wanatoka kwenye mataasisi makubwa kiasi kwamba unakuta mishahara inapishana, na hili tumekuletea kwako sana mara nyingi na leo tunaichomekea tena. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10.
Serikali mkoani Njombe imewataka wananchi kujitokeza kwa wingi katika maadhimisho siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi kitaifa yatakayofanyika mkoani humo na kuhudhuriwa na mgeni rasmi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza na vyombo vya habari juu ya maandalizi ya kumpokea Rais Dr. Samia, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema maandalizi yote yamekamilika, huku akibainisha kuwa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi kitaifa yatafanyika katika uwanja mpya wa Runyanyu uliopo eneo la halmashauri ya mji wa Njombe. Wananchi na sisi wenyewe kama wana Njombe tuna kila sababu ya kujumuika na Mheshimiwa Rais kwenye kumpokea, lakini kuwa naye kwenye viwanja vya Runyanyu pale atakapokuwa anahutubia wa Tanzania. Na sisi tunasema tarehe 1 taifa litazungumza na Mheshimiwa Rais akitokea viwanja vya Runyanyu mkoa wa Njombe kwenye maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kitaifa. Aidha, Mtaka amesema kuwa kufanyika kwa maadhimisho hayo mkoani Njombe kumesaidia kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi, ikiwemo maonyesho ya wakala wa usalama na afya mahala pa kazi OSHA ambayo yamehitimishwa rasmi Aprili 29 mwaka 2026. Kwenye wakati huu ambao tumekuwa na matayarisho ya Mei Mosi, takriban kwa mwezi mzima, wana Njombe wanaona fursa kubwa, biashara kubwa zimefanyika. Biashara katika maeneo ya maradhi, biashara katika maeneo ya chakula, usafirishaji, vituo vya mafuta, kila aina ya ujasiriamali. Kwa sababu Mei Mosi imetuletea wageni zaidi ya wageni 5,000. Kwa upande wake, Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania TUCTA Tumaini Nyamhokia amesema maadhimisho ya Mei Mosi mwaka 2026 yamebeba kauli mbiu isemayo kazi zenye staa ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050 yenye lengo la kulinda utu na heshima ya mtumishi ili kuongeza tija kazini. Nichukue nami fursa hii kuwakaribisha wafanyakazi wote kila kona ya nchi wafike, waajiri ambao wana zawadi zinazokidhi vigezo vya kuja kupewa na Mheshimiwa Rais. Tunawakaribisha kwa sababu wafanyakazi wanapata moyo wanapopewa zawadi kubwa na kiongozi wa nchi. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Na mtazamaji, Umoja wa Falme za Kiarabu umesema utajiondoa kwenye muungano wa nchi zinazouza mafuta kwa wingi ulimwenguni OPEC kuanzia Mei Mosi mwaka huu, ambapo msimuliaji wetu anatueleza kwa undani zaidi. Kulingana na taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la WAM, uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu unaakisi maono ya muda mrefu ya kimkakati na kiuchumi katika mabadiliko kwenye sekta ya nishati. Hatua hiyo ya kujiondoa kwa mzalishaji huyo mkubwa wa mafuta inatazamwa kama pigo kubwa kwa OPEC na OPEC Plus, huku ushawishi wa kundi hilo kwenye soko la mafuta la kimataifa ukitarajiwa kupungua. Hatua hiyo pia inaashiria mvutano unaoongezeka kati ya UAE na Saudi Arabia, washirika wa muda mrefu ambao ushindani wa kikanda baina yao unazidi kuongezeka. Mtazamaji, jeshi la magereza nchini limetoa wito kwa jamii kutowanyanyapaa wafungwa wanaomaliza vifungo vyao, badala yake washirikishe katika fursa za kiuchumi na kijamii, likieleza kuwa wakiwa gerezani hupata mafunzo na ujuzi unaowajengia kuwa raia wema na wenye mchango chanya kwa taifa. Amani Bando anatueleza. Ambrose Msakwa ni miongoni mwa waliowahi kutumikia kifungo katika gereza la Pawaga mkoani Iringa, na sasa amerejea kwenye jamii na kuaminiwa hadi kuwa kiongozi katika skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi yenye uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 56. Ni kiongozi wa umwagiliaji, makamu mwenyekiti wa skimu kubwa sana hapa nchini, ambayo skimu hiyo mama kaipa hela nyingi sana, ni bilioni 56. Bado wananchi wameniamini niende kwenye hela hizo nyingi ili nikazisimamie. Ina maana naamini kabisa waliniona wakati napotoka, na kwa sasa wananiona kama kwa sasa niko vizuri. Anasema safari yake haikuwa rahisi, lakini kwa sasa anaaminiwa na jamii. Huku mkuu wa gereza la Pawaga, mrakibu mwandamizi wa magereza SSP Jawadu Abdallah, akieleza kuwa wafungwa kupokelewa vyema katika jamii baada ya kumaliza vifungo vyao ni matokeo ya utekelezaji wa miongozo ya urekebu ndani ya jeshi la magereza. Mimi nimepoteza muda sana, lakini bahati nzuri nilivyotoka kasi ya Miniki ikabidi nihame tarafa Pawaga kwenda tarafa Idodi. Hata watu wangu wa kwanza 2 watatu nilipatia kule Idodi, ndipo nikarudi upya kule mpaka sasa naaminika. Nitoe rai kwa jamii, wafungwa kwa sasa kwa elimu wanayoipata magerezani ni hakika wamerekebika vya kutosha. Tunaomba wawapokee. Katika kujitosheleza kwa chakula, gereza la Pawaga limefanikiwa kuzalisha mpunga uliokidhi mahitaji ya mikoa 11 kupitia kilimo cha umwagiliaji.
sambamba na kuwa na miradi ya unenepeshaji wa ng'ombe na mbuzi. Kwa msimu uliopita limeweza kulisha mikoa 11. Mkoa wa Mara, mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma, ambapo tumewapa mpunga kwa ajili ya kujitosheleza kwa kipindi cha mwaka mzima. Wafungwa tunawashirikisha kwa masuala yafuatayo. Moja, pamoja na wanatusaidia katika kuichunga na kuiangalia mifugo ikiwa chini ya askari, lakini pia tunawafundisha namna ya ufugaji bora wa mifugo yenyewe. Amani Mbando, Channel 10. Vitongoji 300 kati ya 500 vilivyopo mkoani Mbeya wamefikiwa na huduma umeme unaotekelezwa na wakala nishati vijijini REA kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 10.9, hii ikiwa ni dhamira ya serikali ya kuhakikisha wananchi wote wanafikiwa na nishati ya umeme na kuondokana na matumizi ya nishati isiyo safi na salama. Rose Chapewa anatueleza zaidi. Mradi huo ambao ulipaswa kutekelezwa katika kipindi cha miaka miwili umetekelezwa kwa asilimia 93 katika kipindi cha mwaka mmoja na kampuni tanzu ya shirika la ugavi la umeme nchini TANESCO ambayo ni ETDCO, na unataraji kukamilika Mei 27 mwaka huu. Kaimu mkurugenzi huduma za ufundi kutoka ETDCO ambao ndio watekelezaji wa mradi huo, Abdalla Mitenda, anasema serikali imewekeza fedha nyingi kwenye mradi huo. Serikali imeweka gharama Tanzania shilingi bilioni 10.9. Na mradi huu tunatarajia kutekeleza vitongoji 105. Katika mradi huu tuna ujenzi wa laini ya msongo wa kati, tuna ujenzi wa laini ndogo pamoja na mashine umba, yani transformer 105 katika kila kitongoji. Kwetu sisi REA ni faraja kubwa katika jitihada za kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais. Bodi ya wakurugenzi inayosimamia wakala wa nishati vijijini ipo katika ziara ya kazi ikikagua utekelezaji wa miradi ya kupeleka umeme vijijini katika vitongoji vilivyopo mkoani Mbeya. Mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini anasema bodi imeridhishwa na mwenendo wa mradi huo. Lakini pia tuhamasishe wananchi kwamba nadhani kuna wateja wale wa 3 phase wako hapa. Tunatarajia kuwepo kwa umeme katika maeneo haya kuje kuibua fursa. Hatupati hizo changamoto vijijini zaidi, lakini kwa hapa Mbeya mjini tuna transformer kama 3 hivi ambazo frequently leo tukibadilisha, kesho kirudi unakuta wameiba tena. Nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao ni wanufaika wa mradi huo. Yaani ninawashukuru, tumenufaika wanawake, tuna raha, tunasaga muda wote, umeme tena hausumbui, haukatiki, tunasaga kwa wakati. Tena hiyo nishati safi itaizidi kutuongezea unafuu zaidi kutokana tuachane na mambo ya kuni. Kwa mfano kuna kunyoa nywele, kuchaji simu, sikuwa tunaenda mbali. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Mtazamaji, kiongozi wa serikali ya kijeshi ya Mali Assimi Goita amekutana na balozi wa Urusi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa kiongozi huyo kuonekana hadharani tangu kulipofanyika shambulizi la waasi mwishoni mwa wiki hii iliyopita. Mwandishi wetu Esther Mtebe anatusimulia. Ofisi ya Goita imechapisha picha zilizoonyesha mkutano wake na ujumbe wa Urusi ulioongozwa na balozi Igor Gromaiko ambao huenda ulifanyika kwenye makazi ya rais mjini Bamako. Hatua nyingine, ubalozi wa Marekani nchini Mali umetoa tahadhari ya usalama ukielezea kile kinachodhaniwa kuwa harakati za kigaidi ndani ya Bamako, ikiwa ni pamoja na ripoti za kufungwa shule kwa lazima. Ufaransa nayo imewataka raia wake kuondoka mara moja Mali kufuatia shambulizi hilo. Esther Mtebe, Channel 10+. Wakulima wa mazao ya mahindi mkoani Mbeya wamepongeza jitihada za serikali za kuweka mkazo na msitizo matumizi sahihi ya mbolea wakati wa msimu wa kilimo, hali ambayo wamedai kuwa itachangia uwepo wa uhakika wa mavuno na chakula mwaka huu kutokana na ustawi wa mazao hayo. Pamako Sapolnari anatueleza zaidi. Kutokana na hali ya ustawi wa mazao mbalimbali mkoani Mbeya yakiwemo mahindi, Channel 10 imeongea na baadhi ya wakulima na kueleza kuwa matumizi sahihi ya mbolea za ruzuku na kufuatilia taarifa za utabiri wa hali ya hewa itachangia uhakika wa mavuno mwaka huu. Wenyewe wakulima tunafurahi kwa sababu nini? Tumegundua kuwa hiyo mbolea
10+ itatusaidia bila shida yoyote na tutapata mavuno mengi. Tumeona mbolea iko vizuri katika mashamba yetu, lakini serikali itusaidie upande wa mbolea kutuletea kwa wakati. Kilima kipindi mvua zinanyesha, tukazingatia viuatilifu vyote kama mbolea, sumu, ndio kama mnavyoona mazao yako vizuri. Akizungumzia mbolea iliyosambazwa kwa wakulima msimu wa kilimo 2025-2026, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea kanda ya Nyanda za Juu Kusini Joshua Ngondia amesema wakulima wamepokea mbolea za kutosha, huku afisa kilimo mkoa wa Mbeya Tadeo Ngambira amesema mwaka huu kuna uhakika wa mavuno. Tumeweza kusambaza pembejeo kwa upande wa mbolea kupandia, kukuzia na kunenepeshea. Kwa ujumla wake zaidi ya tani 546,000 zimeweza kusambazwa katika mikoa yote ya Nyanda za Juu Kusini. Na kuna changamoto zilizotokea na vile vile kutokana na mbolea za ruzuku ambazo wakulima wameendelea kuzitumia, imekuwa ni fursa kubwa sana, na tunategemea katika hali ya mwaka huu uzalishaji unaweza kuwa mzuri. Ni hali halisi ya mazao hapa katika mashamba ya baadhi ya wakulima ambao tumeweza kuongea nao. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolph Mkenda amewataka watendaji wakuu wa wizara hiyo kutilia mkazo elimu ya amali katika vyuo vya ualimu nchini, huku vyuo hivyo vikipangwa kulingana na aina gani ya elimu ya amali itakofundishwa kwa walimu tarajali. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa Kuringe Monge akitueleza zaidi. Profesa Mkenda amelitoa agizo hilo hapa jijini Dodoma wakati alipokuwa akifungua mkutano wa 37 wa baraza la wafanyakazi wa wizara hiyo ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa lazima tuainishe vyuo vya ualimu vingi vya kutosha vya mafunzo ya amali uhandisi na amali muziki na amali michezo na amali kilimo na amali uvuvi na amali na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Hilo nyie kama ambavyo mmefanya vizuri, tulipange, tulinyooshe, lisonge mbele. Pamoja na mambo mengine, waziri huyo wa Elimu, Sayansi na Teknolojia akaitaka idara ya sayansi wizarani humo kuwajibika zaidi, huku wakishirikiana na taasisi mbalimbali kwa kuhakikisha tafiti mbalimbali zinazofanywa zinafikia mwisho ili kuisaidia jamii. Mbona siku hizi kuna dawa tulienda Mloganzira, wanakuonyesha dawa na kuambia ya tezi dume. Kweli? Sasa mmeshafanyia utafiti sasa, hii ishaandikiwa pepa, imechapishwa sio wapi. Kweli? Dozi hapana bado. Mmeshafanyia clinical trial bado. Sasa sisi tushirikiana wenzetu tufanye. Naye katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Caroline Nombo akaeleza nini kitakachojiri kwenye mkutano huo, mbali ya kujadili bajeti ya wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka 2026-2027. Lakini kwa sababu tunakuwa tumekutana kwa pamoja, itakuwa pia ni fursa ya kutoa mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo kutakuwa na mafunzo juu ya fursa za kibiashara, lakini pia mafunzo ya masuala ya afya ya akili mahali pa kazi, na vile vile tutakuwa na maazimio ya kikao hiki ambacho kama sisi management tutapaswa kuyafanyia kazi. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Monge. Naam, serikali ya Tanzania imeingia mkataba wa kupata fedha dola za Marekani bilioni 1.3 ili kuwezesha ukamilishaji reli ya kisasa mwendo kasi ya SGR itakayotoka Makutupora hadi Isaka. Tupate ndani taarifa hii. Akizungumza mara baada ya kushuhudia utiaji saini hapa jijini Dodoma uliofanywa na katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Natu Mwamba na mtendaji mkuu wa benki ya Standard Chartered Tanzania Bwana Herman Kasekende, ambapo ndipo fedha hizo zimewekwa, waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar alisema kwa ujumla kwa wote kwa pamoja wanaweka pamoja dola bilioni 1.277. Makampuni haya yametokea kwenye nchi tatu. La kwanza limetoka nchi ya Italy, la pili limetoka kwenye nchi ya Sweden na la tatu limetoka kwenye nchi ya Poland. Kwa pamoja ndio wamekuja, tumesaini nao mkataba leo kwa ajili ya ujenzi wa hicho kipande. Kwa upande wao, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa akaweka wazi faida ambazo zimeshaanza kupatikana kupitia reli hiyo ya SGR toka ianze kufanya kazi kati ya Dar es Salaam na Dodoma, huku mtendaji mkuu wa benki ya Standard Chartered Bwana Kasekende
akiweka wazi mafanikio yatakayopatikana pindi vipande hivyo vya 3 na 4 vitakapokamilika. Zaidi ya kilomita 2100 za reli ziko katika ujenzi na sehemu ya Dar es Salaam mpaka Dodoma tayari inatumika, ikiwa imehudumia takriban abiria milioni 5 toka kuanza. A mining company in Mwanza. Kampuni ya uchimbaji madini ya Mwanza itaweza kusafirisha madini katika masoko ya kimataifa kwa siku chache badala ya wiki nyingi. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Naam, shukrani sana Kuringe Mongi kwa taarifa hiyo. Mfalme Charles wa Uingereza amelihutubia bunge la Marekani katika ziara yake ya kitaifa siku 4, akitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa kihistoria kati ya mataifa hayo mawili licha ya changamoto zinazoikumba dunia kwa sasa. Mfalme Charles amesisitiza kwamba Uingereza na Marekani zimekuwa na uhusiano muda mrefu unaojengwa juu ya misingi ya demokrasia na kwamba uhusiano huo utaendelea kuwa imara hata katika enzi ya misukosuko ya kimataifa. Ingawa ikulu ya Buckingham imesisitiza mapema kuwa hotuba ya mfalme haitakuwa kisiasa, ingawa Mfalme Charles amegusia masuala ambayo yamekuwa kiini cha mjadala wa kisera kati ya Marekani na Ulaya na kuendeleza msaada wa Marekani kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, akionya kuhusu hatari za kujitenga kimataifa na kupungua kwa ushirikiano wa kimataifa. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapate mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi.